hapa. Na kwa hivyo nataka tukaweze kuomba ili nikaweze kuleta neno la Bwana kama vile limewekwa katika moyo wangu jioni ya leo. Bwana wa mabwana, tunaliinua jina lako. Asante kwa kutupatia nafasi ya kuja Bwana kusikia sauti yako pamoja na kukuabudu. Ninaomba Bwana sauti yako ikabadilishe maisha yetu, ikabadilishe hali zetu, ikaponya maisha yetu jioni ya leo katika jina la Bwana. Tumekuinua Bwana, mimi ni chombo, nitumie nipate neema na kibali ya kusimama katika madhabahu haya katika jina la Yesu, na watakatifu wote tuseme amen. Amen. Unaweza chukua keti yako ya baraka, na nishukuru Bwana kwa sababu ya wewe kujitolea jioni ya leo kuja katika ibada ya katikati ya wiki. Tunasemaga ni ibada ya anointing na ni ibada ya impartation. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo mambo mengi ambayo huwa ninahubiri na kuongea na kufundisha ni ya kutengeneza mtu. Bwana asifiwe. Maana wewe ni chombo katika mikono ya Bwana, na mimi pia ni chombo katika mikono ya Bwana, na ndio chombo kikaweza kufanya kazi sawa sawa. Ni lazima kiudwe, ni lazima kitengenezwe. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo ni kumaanisha tumekuja hapa ili tumwabudu Bwana na pia atutengeneze na akaweze kutuuda. Na kwa hivyo jioni ya leo ujumbe ambao Mungu ameweka katika moyo wangu nimeupatia kichwa, why God is shaping you. Kwa nini Mungu anakuchonga, ama kwa nini Mungu anakutengeneza. Bwana asifiwe. Maana ndio utoshe katika ile nafasi Mungu anataka utoshe, ndio ukaweze kuwa mtu ambaye anaweza simama mbele za Bwana bila kuleta aibu kwa kazi ya Bwana. Lazima ufanyiwe kazi. Bwana asifiwe. Na ndio Paulo anamwambia Timotheo, prove yourself before God and before men. Paulo anamwambia Timotheo, jionyeshe mbele ya watu, jionyeshe mbele ya Mungu ya kwamba wewe ni mtenda kazi ambaye hawezi gawanya neno la Bwana na ambaye hawezi leta aibu. Bwana asifiwe. Waibaji ni watenda kazi katika nyumba ya Bwana. Waombezi ni wafanyi kazi katika shamba la Bwana. Yeyote ambaye anagusa kitu ya madhabahu, yeye ni chombo katika nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo kama ni hivyo, lazima kila mmoja wetu akaweze kusalenda maisha yake katika mikono ya Mungu. Maana yeye ndiye anatufinya, yeye ndiye anatutengeneza. Bwana asifiwe. Maana hatuwezi tumikia Bwana tukiwa na ile maudhaifu tuko nayo. Hatuwezi fanya kazi ya Bwana tukiwa na zile mira ambazo tulitoa kwa wale ambao walituzaa. Lazima iwe kuna kazi tutafanyiwa. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo nataka tuwekewe katika Isaia ya 64 na ule mstari wa 8. Isaia 64 na mstari wa 8. Ninaomba nitasomewa, maana ninaona mitambo yetu inaendelea kuangaliwa na kila kitu itakuwa sawa sawa, maana neema ya Bwana imetubeba na uwepo wa Bwana uko hapo hapa. Isaia 64 na mstari wa 8. Naomba nisomewe na yule amefungua. Isaia 64 verse 8. Lakini Bwana, Mungu, wewe ni baba yetu, sisi tu udongo, na wewe ni mfinyazi wetu. Bwana sifiwe sana. Kwa hivyo why God is shaping you. Kwa nini Mungu anakutengenesha? Neno kushape ni kana kwamba kuna kitu inachongwa. Ni kama ile mawe ya kware, vile inatolewagwa na lori mahali inatolewa kwa kware. Bwana asifiwe. Ikipelekwa pale kwa site, haiwezi food haiwezi itumia ikiwa vile ilivyo. Kuna kazi huwa anaifanyia. Anaedaga pale na chizo, na anaedaga na ile nyude ya fundi, anaitengeneza. Bwana asifiwe. Mpaka ikaweze kuwa imekaa vizuri. Na kwa hivyo wewe na mimi ndio udogo katika mikono ya Bwana. Na ndio Isaia 64 na ule mstari wa 8 mahali tumesoma. Bible inasema, lakini Mungu, wewe ndiwe baba yetu, na sisi ni udogo wa mfinyazi. Wewe ndiwe mfinyazi, sisi sote tu kazi ya mikono yako. Kwa hivyo sisi sote ni udogo, na udogo lazima ufanyiwe kazi. Udogo ukiwa udongo hauwezi tengeneza nyungu.
Bwana asifiwe. Udongo unachukuliwangwa, alafu mwenye ambaye anaufinya anajuaga akitengeneza udongo ni nini atatoa. Kama ni nyugu ya kupika, anajuaga huu udongo ni ukifinya nitaweza kutengeneza nyungu. Bwana asifiwe. Kama ni ile kitu ingine ambayo inakaa huwa inapika, kuna ile jiko ya udongo, alafu ikitengenezwa huwa inawekwa tu vitu hapa juu, alafu inawekwa kwa mlango kakuweka kuni. Huwa inatengenezwa hivyo na mfinyanzi. Bwana asifiwe. Na wewe na mimi, Mungu anajua alikuumba ufanyike nini. Bwana asifiwe. Mungu anajua anataka wewe uwe nini, na ndio ufanyike kile Mungu amekusudia. Lazima ufanyiwe kazi. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo nitakuonyesha mambo mengine ambayo Mungu anafanya upitie na mimi nipitie. Inakuwa ni njia ametengeneza akaweza kukutengeneza. Bwana asifiwe. Na ndio unaona mambo mengine unapitia haikuwagi shetani, ingine sio dhambi imefanya, inakuwaga makusudi ya Bwana, inakuwaga ni mapenzi ya Bwana. Wakati mwingine uende kwa jangwa, wakati mwingine ukataliwe, wakati mwingine uwe na mashida na a lot of challenges katika maisha yako, ndio akaweza kukutengeneza. Huwa anatumia hiyo masaibu, huwa anatumia hizo hali gumu akaweza kukutengeneza. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo ndio aliambia Yeremia katika Yeremia 18 na mstari wa kwanza. Utaona Mungu mwenyewe aliweza kumuita Yeremia, akamwambia akaweza kuteremuka katika Potter's house. Na nitasoma Yeremia 18 na mstari wa kwanza. Hii ndilo neno lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana: shuka uende mpaka kwenye nyumba ya mfinyanzi, nami huko nitakupa ujumbe wangu. Kwa hiyo nikashuka mpaka kwenye nyumba ya ufinyanzi, nikamkuta akifinya kwa gurudumu lake, lakini chombo alichokuwa akikifinyanga kutokana na udongo kilifujika mikononi mwake. Hivyo mfinyanzi akakifanya kuwa chombo kingine, umbo jingine, kama vile alivyoona vyema kwake. Kisha neno la Bwana likanijia kusema: nyumba ya Israeli, je, siwezi kuwafanyia kama huyo mfinyanzi afanyavyo, asema Bwana? Kama vile udongo ulivyo katika mikono ya mfinyanzi, ndivyo mlivyo katika mikono yangu, nyumba ya Israeli. Bwana asifiwe. Ya kwamba kama vile udongo ulivyo katika mikono ya mfinyanzi, hivyo ndivyo wewe Yakobo, hivyo ndivyo Israeli ulivyo katika mikono yangu. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo unaona kuna mikono lazima itufinyange, na ndio Bible inasema katika James ya kwamba nyenyekea katika mikono ya Mungu. Bwana asifiwe. Ili wakati wa kuinuliwa ukifika ukaweza kuinuliwa. Kwa hivyo hiyo mikono iko na neema ya kukuinua, na ndio ukaweza kuinuliwa lazima kwanza utolewe vitu vingine, lazima ufanyiwe kazi. Bwana asifiwe. Na ndio ninasema ya kwamba why God is shaping you. Number one, God it is to prepare you for a great purpose. Purpose number one ya kwa nini Mungu huwa anakufinya, it is that he may prepare you for a great purpose. Bwana asifiwe. Anakufinya ndio akutengeneze kwa sababu ya kusudi kubwa katika maisha yako. Sema amen. Wengine hapa wako na kusudi kubwa ambayo watakamilisha. Wengine hapa ni wahubiri, na mhubiri lazima ajaribiwe, lazima apitishiwe katika jangwa. Bwana asifiwe. Wengine hapa ni wanabiashara wakubwa, lazima wakaweze kutengenezwa ili wakati watainuliwa mali ikaweze kuongezeka, wasiweze kuinuka mioyo yao waseme ni bidii yangu na ni kujitolea kwangu. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo huwa unakuwa shape so that you may be prepared for a great purpose. Bwana asifiwe. Na ndio unaona mtu kama Musa, wakati alikuwa adopted na msichana ya Farao, wakati alifikisha miaka 40 aliweza kuondoka kule akarudi kwa watu wao. Bwana asifiwe. Alirudi kwa watu wao na akaweza kuangalia, na Bible inasema alienda akaajiriwa na father in law
kuwa mchungaji kama wale waalia huwa wanaangalia kondoo. Mtu ambaye alikuwa na iti state house, mtu ambaye alikuwa akitaka mayai anapatiwa, mtu ambaye alikuwa amepatiwa gari na amepatiwa bodyguard, wawe wanamwangalia hata akienda kuogelea. Sasa ako kule jangwani. Bwana asifiwe. Ni kuadaliwa, anaadaliwa. Bwana asifiwe sana. Na hivi ndivyo Mungu huwa anafanya wakati anataka ukamilisha kazi fulani katika maisha yako. Bwana asifiwe. Kuna milango huwa anafungua. Wewe unaweza ona kana kwamba ni dhambi imefanya. Watu wanaweza kuwa hawatakuelewa. Bwana asifiwe. Lakini ni mkono wa Bwana unafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo nimekuja kukumbusha mtu hapa ya kwamba wewe ni udogo katika mikono ya mfinyanzi, na ndio ukaweza kufanya makusudi ya Bwana katika maisha yako. Kuna kazi Mungu atakufanyia. Bwana asifiwe. Na ile mawe wakati inachongwa, kama inaogeaga, ingesema nirudishe Kwale, nirudishe kule Kwale nilitolewa. Hakuna haja nikuja hapa ninawekwa hivi ninawekwa hivi, lakini haiogeagi. Inagojeaga ichongwe, itolewe tumbo, ikaweze kulainishwa. Bwana asifiwe. Ndio wakati itawekwa pale kwa nyumba, nyumba haitaonekana imeinama, itakuwa kabiru. Bwana asifiwe. Nisalimie katika jina la Bwana. Kwa hivyo reason number 1 why God shapes you, it is that he may prepare you for a great purpose. B, to make you more like Jesus. Bwana asifiwe. Unachogwa uwe kama Yesu. Bwana asifiwe. Na ndio wewe ukaweze kuolewa na bibi harusi. Bibi harusi huwa anafungiwa mahali, anafanyiwa kazi. Na ndio unaonaga hata kama ni msichana, wakati anatokea kwa wasichana wengine, anakuaga na nguo ambayo hafanani na wengine. Nywele huwa imetengenezwa. Na kila mtu, hata bwana harusi, wanatakaga kumuona, maana kuna kazi amefanyiwa. Bwana asifiwe. Na wewe ninataka ukumbuke, wewe ni bibi harusi. Bwana asifiwe. Bwana harusi anaendelea na kujiandaa, na ndio unafanyiwa kazi ndio ukaweze kuoleka. Bwana asifiwe. Na uwezi oleka ukiwa na zile viatu ambazo, na ndio unaona hata Musa wakati aliitwa na Mungu katika ule mlima, aliambiwa hizo viatu ambazo uko nazo ukaweza kusifua. Bwana asifiwe. Aliambiwa asiweke chini, maana hangeenda mbele za Bwana akiwa na hizo viatu. Bwana asifiwe. Bibi harusi anafanyiwa kazi, na bibi harusi ni wewe. Unaendelea, na wakati mwingine huwa anakatwa nywele, huwa anaambiwa asikule, ili ile siku ya harusi asishidi akitoka atenakibia ni wapi. Bwana asifiwe. Akikaa pale huwa anatulia, na huwa anakuwa coach ama anaogereshwa, asiwe na wasiwasi, akae akiwa ametulia, maana siku ni yake. Bwana asifiwe. Lakini ndio hiyo siku ikaweze kufika, kuna kazi huwa anafanyiwa, kuna mashauri ambayo huwa amepatiwa. Bwana asifiwe. Kuna watu huwa wamemwogeresha, kuna kazi huwa nywele yake inafanyiwa, mavazi yake inatafutangwa, maana hawezi faa mavazi kama wale watu wengine. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo kuna watu hapa Mungu anaandaa, na kwa hivyo ni vizuri ukumbuke kuna harusi unagojea, na bibi harusi lazima atolewe kwa watu. Msichana akioleka anatoagwa kwa watu, anafichwa, analala kwa usiku mzima. Wengine hata huwa wanapelekwa mahali kwa wiki moja. Uso yake inapakwa makeup, nywele inaangaliwa, mavazi yake inatengenezwa, anafundishwa hata kusimama na kuogea, maana hiyo siku itakuwa yake. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo mambo mengine unapitia ni kwa sababu wewe ni bibi harusi, ni kuandaliwa, unaandaliwa. Bwana asifiwe. Ili bwana harusi atakapokuja kwa anga, wakati tutanyanyuliwa tukaweza kunyakuliwa, hautakuwa na fia. Bwana asifiwe. Utakuwa train, kwa maana kuna mikono imekufanyia kazi, na utasimama mbele za Bwana bila aibu katika jina la Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo bibi harusi, jipe moyo. Na kwa hivyo ni kumaanisha wale hamukufanya ndoa hapa duniani na hata hauna uwezo ya kurenew, wewe hapana soka, iko harusi ambayo iko. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usijichafue, uangalie mavazi yako, maana umemisi ya hapa duniani, usimisi ya mbinguni. Bwana asifiwe. Nimekuwa nikistudy kitabu ya Esther, na nikaona Esther, wale wasichana walichaguliwa wakati Vashti alinyenyuliwa kutoka katika kiti yake, walipatiwa vitu zingine wakaweza kujipaka.
walifugiwa sijui mwaka mmoja. Imagine mwaka mmoja wakifanyiwa kazi, wanapatiwa chakula, wanapatiwa makeup na vitu zingine, ili wakati kilo mmoja anaitwa na Ahasuerus yule mfalme akaweze kuwa ako sawa. Bwana asifiwe. Na hivyo ndivyo Bwana anakufanyia jioni ya leo katika jina la Bwana. Na kwa hivyo kuna mambo mengine wewe unapitia, unasema ni shetani, mengine sio shetani, ni Mungu amesababisha ikaweza kutendeka, anakutengeneza. Bwana asifiwe. Kwa hivyo you are being prepared for greater purpose. Na kwa hivyo hiyo ingine nikasema you are being shaped so that you may become like Jesus Christ. Paulo anasema ya kwamba tumuige Kristo. Bwana asifiwe. Na kwa sababu mtoto wa mfalme lazima akue kama mtoto wa mfalme, na wewe ulizaliwa na Kamau na yule mwingine, iko kazi lazima ufanyiwe. Lazima udunia uondolewe ndani yako. Lazima chembechembe ya dhambi iondolewe ndani yako. Bwana asifiwe. Na hiyo mambo haikuagi wakati mwingine, maana dhambi zingine zinakuaga kwa damu, maudhaifu mengine inakuaga tumezaliwa nayo, na ndio unafanyiwa kazi ndio ukaweze kuwa kama Kristo katika jina la Bwana. Reason number 3, kwa nini Mungu anakutengeneza? It is to prepare you for the work of the ministry. Na hii ni vizuri ukaweze kuiandika. Unakuwa shape, unakuwa molded, unatengenezwa. Bwana asifiwe. Ili ukaweze kuwa chombo na ukaweze kuwa tayari kwa kuifanya kazi ya Mungu. Ni kana kwamba mtu hapa anataka kuwa wakili wa kufundisha mawakili wengine, lazima asome ya hapa na akaweze kwenda ng'ambo. Bwana asifiwe. Maana huwezi kuwa mwalimu wa wakili na ulifika urefu, lazima uende ugraduate na ukaweze kuwa na PhD kadhaa. Bwana asifiwe. Wengine wetu hapa Mungu anataka tuwe washauri wa kushauri wale wasichana wanaoreka, wale wa mama mko hapa. Na kama sasa ni hivyo, Mungu anaweza sababisha upitie mambo magumu, ndio wale wasichana wachanga wanaoreka wakija kanisani mnaweza kuwashauri. Na uwezi washauri kama hukupitia hali gumu. Na ndio unaonaga wale watu ambao wanaani pesa mingi. Tulienda mahali na Mrs. Pastor, tulikuwa tumeenda kuona daktari fulani tukiwa na jambo fulani, na akauliza daktari, hiyo kitu kadogo ndio umetuitisha hiyo pesa yote? Akamwambia ndio. Akaanza kutuambia ile pesa alitumia akiwa hapa university ya hapa, akaenda kutafuta master huko Manchester huko Amerika. Na kwa hivyo na mwingine pia nikaongea na yeye, amefanya electronics. Alisema ya kwamba baba yake aliusha shamba ya nusu, alikatanisha na nusu ndio akaweza kufanya nini? Kumsomesha. Na kwa hivyo akaniambia ndio huwa analipisha kufanya wiring bei ya juu namna hiyo. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo you are being molded, you are being shaped, unakuwa prepared for the work of the ministry. Bwana asifiwe. Ni kutayarishwa, unatayarishwa. Mambo mengine unapitia, unatayarishwa. Mungu anakufanyia kazi ili uwe chombo ambacho ni kizuri, uwe chombo ambacho hakiwezi leta aibu katika madhabahu, uwe chombo ambayo kikionekana kinaweza mtukuza Bwana. Unatengenezwa ujue mbele ya kujipresent mbele za Bwana. Ndio Paulo anamwambia Timotheo ya kwamba prove yourself, ya kwamba jionyeshe. Na ndio akaweza kujionyesha. Kuna mambo aliambiwa aache. Aliambiwa aache hadithi za babu na nyanya. Bwana asifiwe. Aliambiwa aachane na hiyo mambo ya hadithi hizo za watu ambao ni wanahuko. Aliambiwa ukijiingiza kwa hiyo mambo, wewe huwezi kuwa evangelist na huwezi kuwa chombo cha Bwana. Akaambiwa aige imani ya nyanya yake na ya mama yake Royce na Eunice. Bwana asifiwe. Ninaomba Bwana tusaidie. In the name of the Lord. Unahatariwa. Maana sijui kesho utakuwa nini. Hiyo mambo unapitia. Wengine hapo wako kwa wilderness. Umeenda kwa jangwa ndio uhatariwe. Na ninataka uangalie Yesu. Hata wakati alibatizwa na Yohana, mbingu zilifunguka, sauti ikatoka mbinguni, this is my beloved son in whom I am pleased. Huyu ndio mwana wangu wa kipekee ambaye huwa ananipendeza, mumusikie. Baada ya kubatizwa, imagine hakurudi nyumbani, aliongozwa na Roho aende wilderness ndio akatengenezwe. Yaani mtu amebatizwa na amejazwa na Roho
na mbingu imeongea. Badala arudi kwa nyumba, amen, yeye alienda jangwani. Na baada hata ya kufa siku 40, yule mtu wa kwanza anatokea, yeye ni Shetani, anamjaribu, ni kutengenezwa, anatengenezwa. Amen. Na ukisoma hiyo hadithi, Bible inasema akitoka jangwani, amen, he was full of power, alikuwa na power, na ndiye akaanza ministry. Bwana asifiwe. Alijaribiwa na mikate na akashinda. Amen. Na kwa hivyo watu wengine hapa, ukijaribiwa na mikate, kuna mama hapa anaweza ahidiwa 200,000 atoke kwa ndoa yake, aambiwe utapatiwa ikiwa kazi na iongezwe 50. Utaona mtu akienda. Sijui kama ni wewe ama ni hakukuja. I think leo hawapo. Nyinyi chekeni tu. Kuna mtu hapa hata anaweza patiwa gari, aambiwe sasa useme Yesu sio Bwana, na upatiwe gari na uwekewe pesa fulani kwa account. Na utaona wengine watakuwa na a lot of complication. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu watashindwa na hiyo mtihani. Na ndio unaona kuaminiwa mali na Mungu ama utajiri, lazima uwe kini sana, maana utaletewa mitihani. Yesu alijaribiwa na chakula, hiyo akapita. Shetani akajua amepita, tena akapelekwa juu ya nyumba juu, akaambiwa jiagushe, maana imeandikwa malaika watafanya nini? Wataweza kukushikilia. Alionyeshwa mali ya dunia. Alionyeshwa nini? Ate niinamie kidogo na nitaweza kukupatia mali. Na yeye akakataa. Alikumbuka tena kwa maadime, usisujudu Mungu mwingine wala kuinamia chochote. Alikataa kuinamia. Lakini kama ni wengine hapa, tuonyeshwe mali na vitu za dunia, tunasema unaaguka nayo. Si ndio anasema siku hizi ate unaaguka nayo. Sasa Yesu alikataa kuanguka nayo. Hiyo majaribu aliweza kuishinda. Alijua anatengenezwa. Na kama angeanguka, ile mission alikuwa amekuja duniani ya kutuokoa, hangefanya. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni preparation. Na kwa hivyo kuna watu wako wilderness mahali hapa, hata wilderness ya kukosa unakuwa prepare. Bwana asifiwe. Wengine mnasumbuliwa na wake zenu na waume zenu, maana Mungu anajua miaka ijayo wewe utakuwa counselor wa kushauri wale wa mama wanaoreka wasichana. Unawaambia mtu hapana toka kwa doa, kwa sababu ate umesikia ate ka message ama namna gani, unaikaa kwako, usimpatie Shetani nafasi. Lakini kama wewe ulitoroka mara 10, utamwambia godhi kwenda ni kuenda. Maana sasa wewe haukutengenezeka. Ninaomba tutengenezeke katika jina la Bwana. You are being molded by God. You are being shaped. Ndio ufanyie Mungu kazi. Ndio Bible inasema katika nyumba kubwa kuna vyombo vya aina nyingi. Kuna vyombo vya mbao, kuna vyombo vya udongo, kuna vyombo vya fedha, na zingine ni za udongo. Na chombo chochote ambacho kitajitenga kitatumika kwa kazi njema, ndio wewe ukaweza kutumika. You must surrender your life fully to God. Amen. Ndio Bible inasema humble ye yourself under the hands of God, so that in due time he may lift you. Na umesikia sisi ni kama udogo katika mikono. Kwanza Bible imesema ya kwamba yeye ni baba, alafu ikabadilisha ikatoa baba, ikasema yeye ni pota. Na pota hapana hurumia udogo. Akiona hiyo nyugu alikuwa anataka kutengeneza imeinama. Amen. Huwa hiyo matope anaitoanisha. Ni kama mama akitengeneza chapati. Kuna wale wakikata uga hapa ya chapati, itatoka ikiwa kama pentagon. Pentagon ni ile iko na nini? Na chapati ikikaa namna hiyo sio sawa. Mimi huwa nazipika. Mimi ni expert. Uliza hawa. Mimi najua kuzipika, kuweka mafuta vizuri na kuikuja, na nisitaje zipikwe leo. Hiyo kusikia. Unaona hata nimepotea. Huwa anakada hiyo unga, akiona haiko sawa, haishiki vizuri, inarudishwa kwa besen, inaongezewa unga ingine, anaikanda mpaka akishika hivi anasikia iko tayari. Na hivyo ndivyo Bwana anatufanyia. Kwa hivyo to prepare you for the ministry. Na ndio unaona watu wote ambao Mungu aliita katika ministry, kuna mambo magumu walipitia. Na kwa hivyo mimi ninawaonya
wale mko hapa na muko tayari kulipa gharama, wewe kuwa mama wa kawaida, tutaenda mbinguni, lakini hakuna kazi utalipwa. Maana wengine hapa wameitwa na Bwana, wakijaribiwa wanasema hata hiyo kazi zitaifanya tena, na wewe utakuwa unatuonea kwa view. Sasa unaona, huyo ndio pasta anawekwa taji na malaika mwingine anaambiwa imeinama iweke vizuri. Nikienda kuiguza naambiwa pasta ulihubiri vizuri, vita navyo ulipiga. Kwa hivyo ni sisi tunakutengeneza, na wewe unaguza kitu yako unapata ni kiparago tu, maana sasa hukufanya kazi ya Bwana. So you are being prepared for the work of the ministry. Bwana sifiwe. Na kwa hivyo he uses trials and difficult situations to build your strength. Mungu huwa anatumia mitihani ama majaribio ndio akaweza kutengeneza mtu wako wa ndani. Na ndio unaona tuko na watu wadhaifu wengi kanisani, akijaribiwa na kakitu kadogo hata sitaenda church. Akifugiwa nyumba anaenda anasema sitaenda church. Na Mungu anakuprepare. Bwana asifiwe. Ndio ukaweze kuambia shetani hata kama imefungwa, umkumbushe hata wacha hiyo, utajenga yako. Unafugiwa nyumba ndio usikie wakati Mungu atakupatia nyumba za rento, usikie vile watasikia ukiwafugia. Hiyo umesikia? Yani anafanya kwa sababu anajua utakuwa na nyumba ya ghorofa 7 ya rental houses. Sasa anasababisha saa hii ufugiwe, ni kukutrain na kutrain ili hiyo uchungu utasikia. Ukienda kuweka kifuri ya China kwa murago na unaona mama amejifungua juzi, unakumbuka kuna wakati ulikuwa kama huyo, unamwambia tafadhali jitahidi hata kama utakuwa unaweka kidogo. Bwana sifiwe. Kwa hivyo kuna mambo Mungu huwa analeta kama mitihani, kama trials na majira gumu ili akaweze kututengeneza. Na kwa hivyo wengine tunapitia wrong delays. Wengine tuna wrong delays ni wakati kama Abrahamu. Unaona sasa ameahidiwa na Mungu atapata mtoto akiwa na 75, alafu amegoga kamia. Sara naye amegoga 90. Sasa hakuna mtoto anapatikana, na ndio afanyike baba wa mataifa. Bwana sifiwe. Lazima akelipa gharama ya kufanyika baba wa mataifa. Na wewe kuna gharama utalipa ya kukubali kuaibika na kukubali kupitia hali zingine. Wakati mwingine tutasema hatukuelewi, ni kutengenezwa, unatengenezwa. Na kwa sababu ya hiyo Mungu huwa anatumia hali gumu na majaribio. God is shaping you. Your story is not over. Ni vizuri kumbuke kwamba Mungu anakutengeneza kwa sababu hadithi yako haijakamilika. Na kwa hivyo ili ndilo neno lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana: shuka uende mpaka kwenye nyumba ya mfinyanzi, nami huko nitakupa ujumbe wangu. Unaona kuna message huwezi pata ukiwa haujaenda kwa mfinyanzi. Bwana sifiwe. Anaambiwa masikio yako yanasikiaga habari, yanasikisaga Citizen na NTV, lakini teremuka sasa. Nataka kukutrain kusikia sauti yangu. Na ndiye akaweza kuisikia, alitolewa kwa watu. Praise God. Akaambiwa ateremuke, na anaambiwa akienda huko ataweza kusikia ujumbe wa Bwana. Bwana sifiwe. Na ndio unaona wakati mwingine Mungu akitaka ukaweza kumtegemea, atakausha kisima kama ile ilikuwa na Elijah. Aliamuka siku moja akaona imekauka, akagojea ile sio swara, akagojea ile kuguru ikaweza kuleta nyama, haikuji. Akasema pengine imechelewa kuamuka, acha nigoje, haikukuja. Mungu anamtrain kumtegemea. Na wakati mwingi Mungu akikutrain kumtegemea, na wale wanakuaga na ministry ya kutia watu wengine nguvu, wanapitianga. Bwana sifiwe. Ni kama mchungaji kama mimi, my story is long, hadithi yangu ni refu. For the 18 years I have been in a pastoral ministry. Niko na mengi ninaweza shiriki na nyinyi. Ndio sasa niliwaambia hii roho yangu ni kama chuma, nikisikia shida ikiwa na huku nasikiaga kukimbia huko. Bwana sifiwe. Mimi sio mtu wa kutetemeshwa na jabu. Hata my wife ananiambiaga hanielewi na hawezi, maana nimekuwa trained. Bwana sifiwe. Niliwaambia siku nyingine hapa kuna wakati my brother Rate aligojeka
Na wakati nilitafuta gari nikampeleka pale Nazareth, nilikuwa ninahubiri kama vile nahubiri hapa. Hatukuwa tumehamia hapa pale John Saga Huruma. Ninapigiwa simu kutoka Nazareth na nikaambiwa haraka iwezekanavyo, if your brother to so and so ukibia hapa. Nikajua hiyo imekuwa hivyo, nikajua sasa tumempoteza. Unafikiria sikuhubiri? Nilirudi kwa nilisimama, nikaitwa na nikahubiri na nikamaliza ujumbe, nikakuwa na mkutano na watu na tukaongea. Halafu sasa nikaenda tao, nikaenda kule. Hata kuingia mahali kwa nat waliangaliana, nikawaambia mimi ni pasa, hapana ni ficha. Kwa hivyo imekuwa hivyo, wakaniambia hivyo unasema. Halafu sasa nikaenda hapo hoteli, nikakunywa chai, nikakuta my wife wakiwa kwa my dad hapa Kamakis. Nikawakuta wakiwa kwa committee, tulikuwa tunatengeneza harambee tupeleke my brother India for further treatment. Nilikuta wakikunywa chai na nikawekewa chai na nikakunywa nikiwa na hiyo habari na hapana tetemeka. Sasa baada ya kukunywa chai ndio nikamuita my dad, nikamtoa kwa watu, tukaenda na hapo nikamwelezea pole, nikasikia amehuumuka. Alafu nikasema next, nikamuita my mom. Sasa na yeye huyu akaona ni kama kuna kitu, akakibia, akatukuta tukue tumesimama na my father mahali na my mom. Unakumbuka vile kulienda Mrs. Pastor? Mimi niliona ameinua mikono, hata niacha huko na acha, nikaona ameenda kwa sababu ya kustuka. Lakini mimi nilikuwa na capacity ya kukana hiyo ripoti. Bwana sifiwe. Maana Mungu amenimold. Bwana sifiwe sana. Na ndio ukaweze kushika mambo mengine even in your family. Lazima ukubali kuwa train, na ni vizuri ukubali kufinywa na Mungu. Bwana sifiwe. Na kwa hivyo Bible inasema ya kwamba ushuke uende mpaka kwenye nyumba ya mfinyanzi, nami huko nitakupa ujumbe. Kuna maujumbe huwezi pata. Sauti ya Mungu huwezi isikia ukiwa kwa Farao, kwa mfalme. Lazima Musa atoke kwa ikulu, aende in the wilderness, aanze kulisha kondoo na aanze kuchomwa na jua, ngozi yake ibadilike, ndio akuwe train kusikia sauti ya Bwana. Bwana sifiwe. Aende kuchukua kijiti, analisha kondoo, kwa maana atakuwa nabii mkubwa. Bwana sifiwe. Lakini hangetolewa kwa ikulu mahali alikuwa amezoea maisha ya luxury. Lazima angeenda kutengenezwa jangwani. Na wakati alienda akiwa na 40, na wakati ameenda katika mlima wa Horeb, Exodus chapter 3, wakati aliona the burning bush alikuwa na 80. Kwa hivyo miaka 40 aliweza kutengenezwa na Bwana. Bwana sifiwe. Na kwa hivyo kuna watu hapa uko na haraka sana ya kutumikia Bwana. Watu wengine hapa wako na haraka ya kupata utajiri. Watu wengine hapa akipata 1 million, huyo kanisa dokamuona, atakuwa anatafuta keleleshwa. Anasema hata Bunyala kuna wezi wanaiba watu, na wakati hakuwa na pesa alikuwa anakuja hapa akiwa free. Sasa milioni 1, na ukipatiwa milioni 100 utatengeneza barabara yako kwa anga. Utakuwa hata umeandika watchman, ukienda kwa washroom anasimama hapo kwa sababu ya kiburi. Sasa kabla Mungu akufikishe hapo, anakufanyia kazi. Bwana sifiwe. Na kwa hivyo ndio anamwambia kwamba uteremke kule, nami nitakupa ujumbe wangu. Kwa hiyo nikashuka mpaka kwenye nyumba ya mfinyanzi, nikamkuta akifinyaga kwa gurudumu lake, lakini chombo kilichokuwa akikifanya kutokana na udongo kilifujika mikononi mwake. Hivyo mfinyanzi akakifanya kuwa chombo kingine, kilifujika. Na ndio lazima Mungu akufujafuje, ndio tunaitaga brokenness. Bwana sifiwe. Unastahili kuwa kama mkate wa Broadway ama mkate yoyote. Mimi nakulaga Broadway by the way, wengine ni ini. Mkate ukiichukua uweke kwa maji, ikikaa 30 minutes unaweza iona inakuwaga hakuna, inakuwa absorbed na maji. Na hivyo ndivyo mtoto wa Mungu anastahili kuwa. Unapitia hiyo mambo unapitia, Mungu anakufujafuja, anaondoa kiburi ndani yako, anajiinua selfishness, ile hali ya kujipenda, anaondoa majifuno, anaondoa tabia zingine za wazazi wako ambazo ulizaliwa nazo, anakutrain ili uwe mtoto wake katika jina la Bwana.
Na kwa hivyo wakati alienda pale kwa mfinyanzi, aliona yule mfinyanzi iko chombo anatengeneza, lakini akiwa kwa process akaona haifai, akafuja akaanza fresh. Bwana sifiwe. Na ndio Biblia inasema ya kwamba mikononi mwake hiyo mfinyanzi akakifanya kuwa chombo kingine, umbo jingine kama vile ilivyoonekana vyema kwake yeye. Kisha neno la Bwana likanijia kusema, nyumba ya Israeli, je, siwezi kukufanyia kama huyu mfinyanzi afanyavyo? Kwa hivyo Mungu anatufanyia hivyo. Yeye ni mfinyanzi. Bwana asifiwe. He is a designer. Unaonaga kuna mafundi wanajua kudesign. Kuna fundi akikupima nguo unaona kama ulizaliwa nayo, maana anakupima nguo ambayo iko fitting. Naye God is a designer. Bwana asifiwe. He created you to become something, na ndio ufanyike that something lazima akufinye utoshee mahali anataka ukaweza kutoshea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo God is shaping you, God is preparing for a unique purpose. Ni vizuri uelewe ya kwamba hayo mambo unapitia, God is preparing for a unique purpose. Bwana asifiwe. Na hakuna mtu ambaye purpose yake inafanana na mwingine. Angalia kama Musa alikuwa awe Mungu mbele ya Farao, na ndio lazima ageenda training ya 40 years. Hebu niambie sasa, ukiambiwa uende shule 40 years kariki urathoma, mtu wa miaka 40 huyo ameoa, watoto wameoa wakazaana, hata wanaweza kuwa kwa kizazi ya 3. Lakini Musa alienda training 40 years, aliitwa akiwa na ite, na ndio sasa akaingia katika mahali Mungu alikuwa anataka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri ukaweza kuwa na subira in your life. Kwa hivyo God is preparing you for a unique purpose. He is molding you so that you can be able to handle future blessings. Sikia hii ya kwamba Mungu anakushape, anakutengeneza ili zile baraka amekutengenezea huku mbele ukaweza kuwa na capacity ya kusihado katika jina la Bwana. Praise God. Ni kama sasa mimi sasa hapa ninahubiria watu 150 ama kanisa ya watu 200. Mungu ni lazima anifinyafinye, anitengeneze nijue kuongea na watu. Bwana asifiwe. Kuna wakati mmoja wa Archbishop alitupatia ushuhuda tukiwa tumeenda sasa kumtembelea. Akatwambia kuna wakati sijui watu wa kanisa fulani waliungana, wakampelekea sadaka, sijui ilikuwa ya 200,000 ama ni 250, I can't remember where. Sasa wakati alipelekewa hiyo sadaka, alihubiri na haraka na akiwa amechagamuka. Wakati watu walienda kuleta sadaka, wakaleta, na mwingine akakuja na nyanya, akawaambia tafadhali wapendwa, leo sichukui nini? Sichukui sadaka, kwa hivyo rudini nayo na mkaweze kuchukua ya wanyanya tafadhali akujie, akaweza kurudi nayo. Sasa wakati alienda akarara usiku, Mungu alimtokea akamwambia ile kabahasha uliletewa peleka mahali fulani. Akajiwekelea blanketi, akaambiwa tena achukue na asitoe chochote, apeleke mahali fulani. Sasa ndio baadaye alilia. Baada ya kupeleka, Mungu akamwogeresha, akamuuliza sadaka ni nani anasemaga aletewe? Si ni Mungu amesema nilete? Si Musa aliambiwa na Mungu aitisha sadaka na usiende katika nyumba ya mikono ya Mungu mikono mitu. Kwa hivyo sasa kuanzia huo wakati akajua ya kwamba sasa sio yeye, ni Mungu amesema. Maana wakiambiwa warudi nayo wamenyimwa baraka. Maana principle ya Mungu ya baraka azele, give and it shall be given. Kwa hivyo kama unataka mali ikaweze kuja, usiende fasting. Ni vizuri kuomba, na munisikize na muniangalie. Ukitaka watu wakubariki na mali yako iongezeke, kanuni za ufalme, give and it shall be given back unto you. The same measure, pressed down, shaken together, leaning over. Bwana sifiwe. Ya kwamba kipimo ambayo unatumia ndio utapimiwa nayo, ikiwa imesukasukwa na imejaa pamoja na kufurika. Na kwa hivyo God is preparing some of us so that he may have capacity to handle the future blessing. Kuna watu hapo watakuwa mamilionea. Magari utakuwa unauliza kama ya 10 imefika. Unauliza kama iko, hata hujui unaenda na gani. Na wewe tu ulizaliwa kama wengine. Sasa lazima Mungu akutengeneze ili usikuja na basi hapa ije
Useme pasa, nasikia hakuna security, kuna nini kanisani, nasikia naona hakuja oshwa vizuri, kuna kafubi, naomba nisomee hapa kwa gari pale ije. Naomba Bwana tusaidie. So God is preparing you so that you may be able to handle the future blessings and the responsibilities na majukumu. Maana unatayarishwa kwa sababu iko kazi mbele. Bwana asifiwe. Difficult season serve as preparation. Majira magumu katika maisha ya mtoto wa Bwana inakuwa gani maandalizi. Na kuna watu hapa wako preparation. Kuna watu hapa ni kuandaliwa. Tunasema hatukuelewi. You are being prepared to become something. Watu wanasema hata hawakuelewi. Na ni vizuri watu wakisema hivyo usishindanie na wao. Wanakolewa kupeleke wapi? Your story is different from their story. Bwana asifiwe. Hadithi yako na yao, maono yako na yao haifanani. Kwa hivyo Musa anaenda kulisha nini? Anapelekwa jangwani. Naye Daudi sasa ukimwangalia ndiye akuwe king, alikuwa rejected. Hata baba yake anaulizwa ako na watoto wangapi, hata hamhesabu, ako kule. Alipelekwa na huko aruraliwe na simba, hata asifanyiwe mazishi, akuvie na huko. Lakini ilikuwa ni preparation ya Mungu, akuwe king, akuwe nini? Akuwe mfalme. Na hata wakati amekuwa amekaribia kuwa mfalme, alikibizwa na Saul na akaenda akakata guu ya Saul hapa. Si alimkuta kwa ile nini? Kwa ile inaitwa nini na Kiswahili? Kwa ile guruga, kwa ile cave. Akaona Saul ndiye huyo hamuoni, amejificha kwa mwamba, akakata guu yake pale, alafu Saul akatoka akaenda. Wakati ameenda ile pande nyingine, wakamwambia Saul, hebu cheki, akamwambia angalie, akaangalia, kuongea ukweli ni ile guu yake imekatwa. Kama ni wewe, si ungemrukia kama mamba? Ungesema this is the day that the Lord has made, I gonna rejoice over my enemy. Haungembakisha. Lakini yeye anakata guo, lakini hamuui. Maana ni kutengenezwa na tengenezwa. Kama ni wengine wenu, hata mugeita press, museme hii ndio guo ya Saul. Lakini yeye alisema hata muguza. Maana alijua ni kuadaliwa, anaadaliwa fili atahado watu. Na kuna watu hapa lazima uadaliwe kuhado watu. Mtu hapana kuja kanisani akiwa hajavaa vizuri, unamwambia ninakukanya kwa jina la pastor wetu, usiwe unakuja hivi, mimi sija kutuma. Mupatie shuka pale, alafu msokesha hiyo kitu yana hapo, alafu ita wale wa mama miaka imeenda, umwambia aogereshwe ndiye abiwe night dress ya kuja kwa ibada. Lakini sasa ukifukuza yeye, utakuta Mungu mbinguni. Utasema kwa nini ulifukuza mtu kanisani? Ulitumia jina ya pata, na mimi nitakuwa hapo niseme atumie jina ya mtu mwingine. Ninaomba Bwana tusaidie. So God is preparing you to handle future blessings and responsibilities. Kwa hivyo majira magumu huwa inakutengeneza. Don't compare yourself with anyone. Mwathani agocwo. Ndukanegere kanina mundu ucio ungi. Ngai araguthondeka na njira yake. Kuna mtu hapa anatengenezwa atakuwa pastor. Mwingine hapa anatengenezwa atakuwa mwanabiashara mkubwa, ndio awe mtu wa kusponsor madhabahu katika jina la Bwana. Mwingine hapa anatengenezwa atakuwa muibaji, hata atatoa kada zake. Kwa hivyo lazima anyenyekeshwe na afanywe kazi, ili wakati ataita crusade watu 500 wakuje. Hata sema atafungua chat, atipasa alifanya yake, hata kehe haikuokoka na yako ulifuta watu. Sasa amen, lazima ufanywe kazi. Kwa hivyo God, don't compare yourself with anyone. Na kwa hivyo nataka nisome katika Samueli wa kwanza mlango wa 17 na 34, na ninaomba nisomewe Samueli wa kwanza 17 and verse 34. God is shaping you to remove selfishness and self-reliance. Hiyo umesikia ya kwamba Mungu anakutengeneza akuondoe kwa roho ya kujitegemea. Unasema unaweza, na Bible inasema wewe na mimi hatuwezi. Sasa lazima utengenezwe. Bwana asifiwe. So that you may rely on God,
ndio ukaweza kutegemea Bwana, na pia akaweza kuondoa the spirit of selfishness, ile roho ya kujitaka, ya kwamba it is you, it is me, I and myself. Sasa lazima Mungu akutengeneze ili hata wakati naonaga mimi wakati mwingi, na mimi huwa ninajifunza mambo kwa kuangalia. Unaona huyu Mrs. Pasa ako hapa, yeye anakuaga mkarimu. Kama sasa kuna mashati niliangalia nikakosa last week, ninajua na nilijua ni yeye amepeleka mahali. Si ulipeleka? Si unaona anasema ndio. Mimi nakuaga kama shifu, najuaga mashati yangu ni gapi. Hello? Sasa amechukua amepeleka. Maana akiona nikibarikiwa na yeye anaenda anabariki watu, ndio hiyo flow iendelee. Bwana asifiwe. Lakini wengine hapa hata nguo zikati hazikutoshei, inaenda inatolewa, ile inaitwa balance, ile inaitwaje, raini. Na pia ukiifaa unaona pengine ujipake mafuta ndio ikaweze kukutoshea. Yani unasema hii umekauka nayo, huwezi bariki mtu, maana unajipenda na upendo mwingine. Kwani wewe sasa unaiga nani? Si Yesu alikuwa amekalia kiti yake anazunguka nayo hivi kule biguni, anaona huyo ni malaika ameruka amerudi chini, alafu anaona 24 wanatoa taji wanaweka chini. Amen. Wanamuibia nyimbo vizuri, lakini alitoka kwa hiyo kiti akakuja hapa ateseke. Bwana asifiwe. Maana hakuwa anajipenda. Praise God. Kwa hivyo ndio wewe unafanyiwa kazi ili vile unajipenda usijipende tena, na ndio ni vizuri katika maisha yako kufanyika baraka kwa watu wengine. Mungu akikubariki, mama, hiyo maguo mengi uko nayo, nguo ine inakutosha. Okay, mpasa unaniwekea vipimo, sikuwekei na ine inaweza simamia ile naba wewe unajua. Sikine chukua, bariki watu. Be a blessing to someone. Bwana sifiwe. Maana wengine umepatiwa hiyo gainego udhimaradhima. Unajua ni mtihani umewekewa. Sasa hiyo ukiaguka hutoki hiyo level. Bwana sifiwe. So God is preparing you so that akaweze kuondoa ile kujipenda wewe na kujitegemea. God is molding you to prepare you for a new season. Wengine wetu hapa Mungu anatutengeneza kwa sababu ya majira mapya. Anytime Mungu anataka kukuigiza kwa new season, lazima uende preparation. Lazima ufanyiwe kazi fulani wakati Mungu anataka uingie katika majira fulani. Nisomee mambo na Daudi. Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa anachunga kondoo za baba yake. Alipokuwa akichunga, duba na simba alikuja, simba na duba. Akamkamata mwana kondoo lile kundi. Mimi hutoka ninamfuata ninampiga. Unaona, hebu niangalie. Daudi hana mtu anamwangalia. Mungu anajua kile Daudi atafanyika. He will be a king. Ataibiwa na wamama, ya kwamba ameua maelfu na Sara ameua mamia, na ndiye akaweza kuibiwa na wale wamama. Si mnakumbuka mama walitoka na sheshe na dalama, wakasema hata Daudi amepita mfalme ambaye alikuwa anaitwa Saul. Saul ameua mamia, lakini Daudi kijana ameua maelfu. Na ndio wewe ukaweza kuwa celebrated. Bwana asifiwe. Lazima ukubali kutengenezwa na Bwana, ndio watu wa kucelebrate. You cannot be celebrated na umekataa kuwa molded. Tumabo tudogo tunakukwaza. Kuna watu sasa wengine hawakujagi church, maana alikwazwa na jambo kidogo, na kwa hivyo zile baraka Mungu alikuwa amemwekea hamwekei. Sasa ndio unaona Daudi alikataliwa, akapelekwa pale angalie kondoo. Ndiye anasema wakati na hana mtu anamwangalia. Mtu ambaye anatengenezwa na Mungu asikubali angaliwe. Na ndio ninaongea na watenda kazi wote ambao mko hapa. Wakati jicho la pacha linakuona na wakati halikuoni, be faithful in the mighty name of the Lord. Kuwa mwaminifu, maana Daudi hajui atafanyika nini kesho. Say amen. Kwa hivyo ninaongea na madaudi hapa ambao mko jagwani, mnakibizana na duba na mnakibizana na simba. Endeleeni kuaminika. Endeleeni kuaminika. Daudi, endelea kuaminika.
Samueli atatumwa siku moja. Hiyo hamkusikia? Samueli atatu na atatumwa na pembe aende amwagie mtu mafuta. Guess who? It is you. Na kwa hivyo anakibia, anamshika yule mwanasiba ama duba, alafu kale kakodo anakaokoa, alafu akinirukia humshika ndevu zake, humpiga na kumuua. Unaona sasa ameokoa yule kodoo, sawa sawa. Alafu akiokoa kodoo anarukiwa. Niangalieni kanisa, na hapa ndio vita ya pasa inakuaga kali. Mimi naenda kuwapigania na hamjuagi nikiwapigania. Hiyo ilikuwa sasa ni kama nini nimewafanyia deliverance hapa. It was last Sunday but one. Hiyo usiku nimepigana vita. Niliota nikikibizwa na nikaona ni vita kali. Nimeona maadui ndio wale ambao wananifuata walikuwa na miti ya majembe kama ile miti inakuanga na askari wa GSU. Wengine walikuwa na machuma, na nikawa nimejibicha mahali. Mmoja akaniona akasema ndio yule. Na mimi nikienda kutokea chini nikakuta nikipanda hivi wanazigino wale. Sasa mimi nikaanza kupigana na wao. Niliona nimehema na nimesikia sasa nimeishiwa na nguvu. Nikaona sasa ndoto imekatika. Sasa ndio wakati niliamuka nikapigana na nikaambia Bwana hawatanilemea. Sasa nikajua ni zile sasa vita zenu zimenirudia. Bwana asifiwe. Na ndio unaonaka ni vibaya sana kupiga mchungaji. Maana Daudi ameona simba na duba amekuja. Hawezani na kodoo, lakini amechukua nani? Kakodoo. Amekibizana na yule simba ama duba, alafu amechukua kakodoo. Sasa wakati amekaokoa, simba anasema hapana, umenifanya hivyo, ni wewe sasa utakuwa chakula yangu. Vita inageuka. Na ndiye anasema wakati alinirukia na makucha, nilimshika katika ndevu zake na nikaweza kumrarua na mikono. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo alikuwa train ili wakati atatawazwa akuwe mfalme, ataongoza watu sawa sawa. Lakini hagetolewa tu hivyo alafu aende akuwe crowned. Bwana asifiwe. Lazima angekubali kutengenezwa. Na kuna watu hapa wanapitia hali zingine, hata wengine unasema huelewi. Wewe endelea tu kumngojea Bwana. You don't know kile Mungu anataka ufanyike. Kuna kazi inaendelea behind this nini. Kuna kazi Mungu anakufanyia. Hebu nimalizie huu mstari. Soma. Mtumishi wako alimuua simba na dubu. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali jeshi la Bwana litukanwe. If you are a true David na ndio ukaue jitu, lazima kwanza uwe umeua simba na duba. Hizo ni zile mambo madogo. Bwana asifiwe. Wewe usiende kusogea hata unaenda kupigana na Goliath na simba amekurembea, lazima uwazie pale. Bwana asifiwe. Ndiye anatoa ushuhuda, anasema nimeua simba na nimeua duba. Sasa niko qualified. Bwana asifiwe. Hata huyu Mfilisti nitaweza kumwangamiza. Bwana asifiwe. Wewe umeua simba wangapi? Wewe je, umeua simba wangapi? Ni duba wangapi umeua? Maana unataka kuua Goliath. Na ndio unaona lazima angepelekwa kule, anakuwa train kupigana vita kali. Mungu akijua ni yeye atatokea apigane na Goliath. Ilikuwa preparation, ilikuwa maandalizi. May God help us in Jesus' name. Nisome 36 ndio tuombe. Hiyo 2 chapter verse 36. He fought lions and bear alone before facing Goliath. Mtumishi wako alimuua simba na dubu. Bwana sifiwe. Unaona amekuwa molded, ametengenezwa. Anasikia jealousy. Wakati Goliath anasimama pale,
anatukana Israeli, maana sasa roho yake imetengenezeka. Bwana sifiwe. I have much to say. Ukisoma katika Deuteronomy chapter 8, ninaomba niguze, naona masaa niko na dakika kadhaa, naomba niguze kibia Deuteronomy 8 ndio tumalize nayo, na itakuwa ni baraka katika jina la Yesu. Uwe mwa Deuteronomy 8 verse 1, uwe mwangalifu kufuata kila agizo ninalokupa wewe leo, ili uweze kuishi. Na kwa hivyo wakati Mungu anakutengeneza, ni vizuri ukubali kufanya nini? Kutengenezeka. Uwe mwangalifu kufuata kila agizo ninalokupa wewe leo. Kwa hivyo kuna maagizo tunapatiwa wakati tunatengenezwa. Wakati unatengenezwa tunafanya nini? Tunapatiwa maagizo ili uweze kuishi na kuongezeka na kuingia kumiliki nchi ambayo Bwana alikuahidia kiapo, aliahidia baba yenu. Kwa hivyo kuna vitu kabla ya umiliki, na munisikize na muniangalie. Kuna vitu ndio kabla umiliki lazima kwanza utengenezwe, ndio wanaambiwa amri zote za Bwana wakaweze kuzishika na watimize, ili wakaweze kuingia na kumiliki, alafu waweze kuishi na wakaweze kuongezeka. Wengine wetu hatuongezekagi, maana tulikubali kutengenezwa. Mungu anakuweka hivi, unakuwa vile. Ni kama sasa mtoto mdogo anapatiwa chakula, akikula hata hamezi, analia ikiwa kwa mdomo, anasema anataka maji. Hata nilikuwa ninaona wengine tukiwa wadogo, unasema unataka chakula, unalia, umewekewa kidogo. Hata kuna wakati mama yangu aliniambia chukua yote na sufuria, nikakuta nikaweka katikati ya miguu. Aniniambia chukua yote ukule, hata ukitaka kukula sufuria. Unajua sisi tumelewa na wazazi ambao walikuwa kali, lakini ile kichapo ilifuatia. May God help us in Jesus name. Kwa hivyo anamwambia ndio aweze kuongezeka. Kuna watu hapa wanataka waongezeke. Kuna watu hapa wanataka wamiliki vitu fulani. Bwana sifiwe. Lakini iko sheria ambayo Mungu ametupatia, na hiyo sheria ndio inakutengeneza. Kuna vitu unaambiwa uache katika maisha yako na wewe umekataa. Kuna mahali unaambiwa usiende na wewe unaendaga, unakataa kutengenezwa. Ndio anasema heri yule mtu asiyesimama katika njia za waovu, wala kukaa katika baraza zao. Hiyo ni kutengenezwa. Yani unanyimwa hata freedom ya kuingia mahali kwingine. May God help us in Jesus name. Bwana sifiwe. Verse 2 inasema Bwana aliahidi kiapo kwa baba zenu. Verse 2, kumbuka jinsi Bwana Mungu wenu alivyowaongoza katika njia yote katika jangwa kwa miaka hii 40 ili kuwanyenyekesha. Kwa hivyo kuna watu wanapelekwa kwa jangwa magathondekerwo ku. Mungu anaona sasa ukiwa sasa katika maisha ya luxury, ukiwa unakaa sasa kale, huwezi tengenezeka. Unarudi chini, unaenda kiabio. Unajuaga utaamuka asubuhi ukiwa salama wakati umeona jua. Ni kutengenezwa, unatengenezwa. Maana Mungu anataka uwe kitu fulani. Kwa hivyo anasema wakumbuke vile aliwaongoza jangwani ili awanyenyekeshe. Bwana sifiwe. Walitoka na umesiri mwingi sana kule kwa Farao, hawangeingia Kana na hiyo umesiri. Hii miaka 40 jangwani ni kunyenyekeshwa, na ile maroho ya kule wakaweze kutolewa, ndio wakiingia Kana ni kuabudu Bwana. Bwana sifiwe. Unajua mtu akibarikiwa, kuna mtu hapa alisema mtu akipata shamba ajege, anunue gari na biashara iwe imesimama, ni kitu kingine, si ni kutumikia Bwana. Lakini sasa kama haujapelekwa kwa jangwa, hizo vitu sikikuja, unasahau Mungu, sinachukua nafasi ya Mungu. Na ndio nilikwambia you are being shaped and molded because of the future blessing. Bwana sifiwe. Ndio anasema ya kwamba Mungu aliwapitishia katika jangwa ili wanyenyekeshe. Kwa hivyo unakuwa molded ili unyenyekeshwe. Iko pride ndani yako, na hakuna mtu akuagi na pride yake. Watu wengine hata nywele tu kuenda kwa saluni masaa 3 anaomba ushuhuda hapa Sadi. Okay, pride lazima itolewe. Maana Mungu, Bible inasema God resists the proud. Mungu anapiga nini? Imagine Mungu akisema anapiga wenye kiburi.
He resists the proud in heart. Na ndio hiyo itolewe, lazima upelekwe katika jagwa ili Mungu akunyenyekeshe. Alivyoongoza miaka 40 ili kuwanyenyekesha na kuwajaribu. Kwa hivyo unakuwa shape, unajaribiwa. Majaribio inaletwa. Bwana asifiwe. Wewe ni mama umeoreka, mahali unaenda unafanya kazi, unaambiwa kuna interview fulani. Amen. Na ni lazima uifanye. Na si ya kawaida. Unasema sawa kama nitapata kazi. Kuna majaribu mengi hapa duniani. Na ndio unaona Yesu aliambiwa inama tu, alafu sasa nikaweze kupatia mali ya dunia, lakini alikataa. Bwana asifiwe. May God help us in Jesus name. Na kukujaribu ili ujue kilicho moyoni mwako. Kwa hivyo mtu wakati anajaribiwa ndio Mungu huwa anajua ni nini. Unajua mioyo ni kama kamusitu. Ukisoma Jeremiah chapter 17 and verse 10 to 13, Bible inasema ya kwamba the heart of man is deceitful above all human beings. Ati goya modu, roho ya mwanadamu ni daganyifu kuliko vyote. Lakini wakati sasa unakuwa molded, unakuwa tested, ndio Mungu anajuaka ni nini iko ndani yako. Na ndio ukiona mama, mzee, kijana amesimama wakati wa hali ngumu, huyo mtu atatoboa. Bwana sifiwe. Hii mambo huwa tunapitia katika maisha, ni kutengenezwa, tunatengenezwa. Bwana sifiwe. Na ndio Bible inasema tuvumilie. Ajue lililo moyoni mwako kwamba utashika maagizo yangu amara. Alikuudhi na kukufanya uone njaa. Sio shetani. Ile njaa waliona jangwani, imagine, sio shetani. Ni Mungu alifanya waone njaa, wakose chakula, awafundishe kumtegemea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna vitu Mungu anasema hautapata na ziko, ndio umtegemee. Kwa hivyo alifuga mito jangwani, wasifanye irrigation, wasifanye kunyunyizia, akawanyima mbegu za kupanda, ndio wajue mtu anaweza ishi bila kupanda. Maana ndege anapandaga anafunaga. Si Yesu alisema hawapadi na hawafuni, lakini anawasustain. Na kwa hivyo hii miaka 40 alitaka kuwafundisha kumtegemea. Na ndio Mungu akufundisha kumtegemea. Wakati mwingine anaondoaga ile kitu umechishikilia, na sio kwa sababu anakuchukia, ndio akufundishe kumtegemea. May God help us in Jesus name. Kuna kazi tunafanywa na Mungu. Wengine wetu tutahando mambo makubwa in our lives, tunatengenezwa na Mungu, hana haraka. Kwa hivyo ile kitu iko, ni wewe uaminike mahali upo. Tunaweza simama in the presence of God. Unaona hata Mungu alisababisha nyoka watokee jangwani. Inua mikono yako, nasikia tufikishe hapo. Inua mikono yako, mwambie Bwana akusaidie ukaweze kuendelea kumgojea wakati anaendelea kukufanyia kazi, ili ufanyike kile alikusudia. Zagade babuna zaya. Bwana tumekuinulia mikono yetu, tunaomba utusaidie Bwana. Endelea kututengeneza, endelea kutuuda Bwana, ili tufanyike Bwana kile ulikusudia, katika jina la Bwana. Tuneemisha Bwana, tusaidie Jehova, maana wewe ni Mungu, hakuna kama wewe Bwana. We bless your name Jehova, in the name of the Lord. Inua mikono yako nikuombee. We bless your name Bwana. Tumeinua mikono yetu katika madhabahu yako, tuko na haja na wewe Bwana. Hakuna limetupata ambalo ni geni. Kumbe ni kututengeneza, unatutengeneza. Unajua kesho tutakuwa nini. Wengine unatutayarisha, maana tuweze tutahando pesa mingi. Wengine unatutengeneza, tutakuwa watumishi walio na majina tajika. Kumbe hiyo mambo tunapitia Bwana, ni wewe umeruhusu Bwana. Tunaomba utusaidie, tunyenyekee Bwana katika mikono yako ya neema, oh God, ili wakati ukifika Bwana utaweza kutuinua Bwana. Tuondolee roho ya kunugunika na kulalamika Bwana, maana ni wewe unatufanyia kazi Bwana. Unajua ni wapi tupo na mahali unatupeleka Bwana. Help us oh Jehova, roho wako atusaidie Bwana, maana wewe ni Mungu. We thank you and bless you in Jesus name.
Pigie Bwana makofi.